nataka niwahakikishie kuwa maazimio yote ambayo mmeazimia serikali tunayachukua kwa uzito wake. Nimetaarifiwa vile vile kuwa tafakuri na tathmini ya haya yote imefanyika kupitia mijadala iliyofanyika kwa uwazi kwa kushirikiana na wadau muhimu kwa siku zote mlizokuwa hapa. Miongoni mwa masuala hayo mlioyatazama ni pamoja na kuendelea kutoa ujuzi na kuandaa nguvu kazi kwenye soko kukidhi viwango vya soko la ajira kitaifa na kikanda na kimataifa, lakini vile vile mmeangalia kuhakikisha wakufunzi wanakuwa na uwezo wa kutoa mafunzo na ujuzi kuendana na mabadiliko ya teknolojia ili kuhakikisha kuwa ujuzi unatolewa kwa kuzingatia ubora na viwango vya kimataifa. Mmejadiliana vile vile kuhakikisha kuwa mafunzo yanayotolewa kwa watu wenye mahitaji maalum na wanaotoka kwenye mazingira magumu hapa nchini ili yaweze kuongeza fursa kwa kila Mtanzania kupata elimu ya ujuzi. Nimeambiwa maazimio mliokuwa nayo ni pamoja na kuwa na mipango mikakati ya serikali iliyoandaliwa kutokana na mapitio ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023, lakini vile vile mmekubaliana mitaala iliyoboreshwa kuanza kutoa mafunzo ya amali katika shule za sekondari nchini na vyuo kuwekewa msisitizo wa elimu ujuzi katika ngazi zote za elimu hapa nchini. Sasa haya yote mmeyazungumza na mimi nisingependa kuyaharibu, nataka niseme tu kwamba tunayapokea kama serikali, tutayafanyia kazi. Lakini ndugu washiriki, naomba nisisitize kuwa maadhimisho haya ni muhimu yakaendelea kufanyika kila baada ya kipindi fulani ili kutafakari na kutoa mchango wa kuyaboresha kila wakati. Wadau wote kukutana na kujadili mafanikio na changamoto ndani ya kipindi hicho itakuwa ni nyenzo ya kujipima, kujifunza kupitia uzoefu na kuona wapi pana kasoro ili tuweze kurekebisha na hatimaye twende hatua moja mbele. Nataka niwatie moyo VETA, mko kwenye njia sahihi na serikali yetu chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kama ambavyo amesema Naibu Spika. Serikali imeamua kuweka mkazo mkubwa kuwapa stadi watoto wetu ili waweze kujitegemea na waweze kuendelea. Lakini pamoja na mafanikio hayo mlionayo, VETA wakati mnaendelea, mjue kuwa yako matishio yanayotishia stadi mbalimbali ambazo tunafundisha watoto wetu. Mabadiliko ya tabia ya teknolojia hapa duniani yamekuwa tishio kubwa sana. OECD mwaka 2019 walitoa taarifa yao wakasema kuwa kwa miongo miwili sasa sekta ya uzalishaji, yani production sector au manufacturing sector, ilishuka kwa 20% na sekta ya huduma ikapanda kwa 27%. Kwa nini? Kwa sababu ya uwepo wa mitambo au automation technology ambazo zimefanya watu wengi zaidi watoke kwenye uzalishaji mali. Kwa hiyo wakati tunafundisha vijana wetu, tuwafundishe vile vile kujua kuwa wana wajibu wa kukabiliana na changamoto zinazokuja. Nilikuwa naangalia banda moja pale ambalo taa ile haihitaji interaction ya mwanadamu, yani kwenda kuzima na kuwasha. Asiye na mkono anaweza kuiwasha, unaipuliza tu inawaka. Ni teknolojia. Tumeona mtambo mwingine unawashwa kwa AI. Unatumia siri, unaimwambia siri niwashie feni. Wala hauko pale, inafungua. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba teknolojia inavyokuwa itaendelea kuwafanya watu wengi zaidi kazi ambazo wangeweza kuzifanya, teknolojia itawareplace. Tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuhakikisha kwamba vyuo vya ufundi stadi nchini vinajengwa vya kutosha na viweze kuwafikia wananchi wote na kupata fursa ya ufundi stadi na kuweza kupata ujuzi. Na sisi pia tunasema vipo viongozi wengine ambao mnasimamia pia utekelezaji wetu, na tunawashukuru sana kwa usimamizi na uwezeshaji ambao mnaotupatia katika kuhakikisha kwamba tunatoa mafunzo ya ufundi stadi nchini na fursa zilizokuwepo. Tunaamini tutaendelea kushirikiana pamoja na wadau wengine wa maendeleo kama walivyokuwa wamewasilisha, pamoja na wadau wa viwanda katika kuhakikisha kwamba tunatoa mafunzo yaliyo bora na yale yanayohitajika katika soko la ajira. Mwisho nipende kusema kwa kuzingatia kwamba matoleo la sera ya elimu
ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 pamoja na mabadiliko ya maboresho ya mitaala inatuhitaji kwenda kuhakikisha kwamba vijana wa Kitanzania tunawajenga kuwa na maarifa, ujuzi na uwezo wa kwenda kufanya mambo mbalimbali. Na sisi kama VETA na vyuo vya ufundi stadi tunaamini tunaenda kulitekeleza hilo na kuhakikisha kwamba taifa linakuwa na watu wenye ujuzi wa kutosha na wenye uwezo wa kwenda kufanya shughuli mbalimbali katika miradi mbalimbali ya kimkakati na katika viwanda na uwekezaji mbalimbali unaenda kufanyika. Na nipende kusema kwa sasa pia tunaenda kufanya urasimishaji wa ujuzi kwa wananchi wa Kitanzania takribani 80,000, na hii ikiwa ni kutekelezaji wa lengo la serikali la kuhakikisha kwamba hadi ifikapo mwaka 2026 Juni kuwe vijana na wananchi 100,000 wameweza kupatiwa ujuzi. Hivyo tunaenda kufanya urasimishaji wa ujuzi kwa watu 80,000 ambao wataweza kurasimishwa ujuzi wao na kuweza sasa kutambulika vizuri kwenye soko la ajira.